Karibu tena katika mwendelezo wetu wa kipindi chetu. Leo nimekuja na swali nasema tafuta mzingo wa umbo hili hapa. Mfundishe mwanao kufanya swali hili kama ifuatavyo. Tumeshapewa pale ya kutumia 22 juu ya 7. Na kipenyo hapa tumepewa, hapa ndo kipenyo hapa D. Kipenyo tumepewa sentimita 28. Kumbe hebu njoo tuandike data. Kama tumepewa pai sawa sawa na 22 juu ya 7. Lakini pia tumepewa kipenyo D sawa sawa na sentimita 28. Tumeambiwa tafuta mzingo. Kanuni inayotumika hapa ni pai D gawanya kwa 2 jumlisha na D. Hii ndio kanuni tutakaoitumia kujibu swali letu hili. Sasa pai tumepewa 22 juu ya 7. Chukua 22 juu ya 7 mara D. D yetu hii hapa sentimita 28. Sentimita 28. Wamesema tugawanye kwa ngapi? Kwa 2. Kulingana na kanuni yetu inavyosema. Lakini tujumlishe na D ambayo ni kipenyo hiki hapa sentimita 28. Sasa hapa tunaweza tukarahisisha kwanza, ndugu mtazamaji. Tunaweza tukarahisisha kwanza hapa. Kwa ngapi? Inaeleweka. Kwa 7, 1, kwa 7, 4. Kwa maana kwamba 7 ganya kwa 7 1. 28 ganya kwa 7 ni 4. Huyu anaweza kumrahisisha na huyu huku tena. Tunaweza kuchukua kwamba kwa 2 1. Kwa 2 11. Si ndio? Kwamba 2 ganya kwa 2 1. 22 ganya kwa 2 11. Chukua 11 mara 4 tunapata sentimita 44 jumlisha hii hapa sentimita 28. 28. Haya. Njoo tujumlishe kwa njia ndefu hapa. Tujumlishe kwa njia ndefu. 28 ili mtoto aelewe vizuri. Jumlisha 44. Uweka alama ya kujumlisha hapa. Haya. 8 ongeza 4 unapata 12. Tunaandika 2 na kushika 1. 2 ongeza 4 6 na ile ngapi? 7. Kumbe sasa jawabu letu linakuwa ni sentimita 72. Sentimita 72 ndugu mtazamaji. Sentimita 72. Hili ndio linakuwa jawabu letu. Usiweke sentimita za eneo hapa kwa sababu hujaambiwa tafuta eneo, umeambiwa tafuta mzingo. Kwa hiyo hapa usiweke sentimita za eneo. Weka tu sentimita 72. Cha kukukumbusha hapa kikubwa sana. Kumbuka kanuni. Pi D gawanya kwa 2 jumlisha D. Zamani wakati sisi tunasoma maswali ya muundo huu yalikuwa yanatoka hivi. Hebu angalia hili swali. Hili swali. Zamani wakati sisi tunasoma swali hili lilikuwa linatoka hivi. Hapa lilikuwa linawekwa hivi dotted line hivi. Alafu hapa anakuambia tafuta, andika hapa sentimita labda 14. Sasa tafuta mzingo. Tafuta mzingo. Tafuta mzingo. Tulikuwa tunapewa hivi. Lakini sasa hivi tunapewa huu mstari. Hebu niambie kwenye comment hapo, kuna tofauti gani wewe mtaalamu wa hisabati? Najua wewe ni mtaalamu. Kuna tofauti gani kati ya mtu akichora mstari hivi moja kwa moja katika maumbo ya hisabati kwa geometry akichora hivi au akatumia hizi dotted line hivi. Kuna tofauti gani kati ya hii mistari miwili, kati ya huu mstari huu hapa na huu mstari huu hapa? Kwenye comment hapo ndugu mpendwa, usisahau. Naomba tukumbushane kidogo enzi hizo tunasoma. Asante sana.